Na mtazamaji na Kivona Media tuendelee kudunda dunda hapa katika kipindi cha Sport News. Ni kipindi ambacho kinakuletea habari nyingi kueleza michezo za hapa nyumbani hata nje mpaka Tanzania. Nixon Mojeni ni dolangu jina, lakini hapa naye Rashid Shala Mchome the heavyweight champion. Nyuma kamera ni Clay. Mambo mazuri kwa kweli ya kuja hapa na Kivona Media. Mchome, mpaka sasa shirikisho la soka la Zanzibar ZFF hajatangaza refari ambaye atachezesha dabi ya Kariakoo kesho kati ya Simba na Yanga. Na tunaona tetesi nyingi zinahusiana na marefari kutoka nje. Pengine hao marefari ambao unazungumza hivi sasa kutoka nje watachezesha mechi ya kesho, lakini pia watakuja kuchezesha dabi ya Kariakoo hapa Tanzania bara, kwa maana kwamba mwezi wa 5 2026. Taarifa zako Mchome zikoje ambazo wewe umezipata? Kwa kufuatilia tu Nixon, seti ya waamuzi ambao watachezesha mchezo wa ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara ambao utapigwa pale Meja Jenerali Samuyo, seti nzima kwa maana ya line 1, line 2, fourth official na mwamuzi wa kati ni waamuzi kutoka nchini Morocco. Ambako mwamuzi wa kati atakuwa ni Hamza El Farouk, kama sijakosea kwenye taarifa ambazo nimezifuatilia mpaka hivi sasa. Lakini katika mechi ambayo itapigwa ya fainali pale visiwani Zanzibar, Salum Sia almaarufu kama Msomali, moja wa waamuzi ambao pia kwenye ligi ya Zanzibar amekuwa pia akifanya vizuri na tumemuona katika michuano mbalimbali ikiwemo ya Mapinduzi na kombe hili la Muungano, moja wa waamuzi ambao anafanya vizuri. Na mpaka hivi sasa ni jambo kubwa kulipeli pia kwa waamuzi wa Zanzibar ambao kwa kiasi kikubwa wamechezesha hii michuano ya Muungano. Makosa ya kibinadamu hatujayaona kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa taarifa nilizonazo mpaka hivi sasa, mechi ya dabi ya Zanzibar atachezesha Msomali ambaye yeye ndo atasimama mwamuzi wa katikati hapo kesho. Tushuhudie namna ambavyo atakwenda kuzitafsiri sheria za kabumbu na kuona namna ambavyo yeye ataihendo dabi na vitu ambavyo atafanikiwa kufanya. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho nakiona, pengine hata bodi ya ligi Tanzania bara na wanaweza kuangalia pia kama case study ya mchezo wa dabi ambao utachezeshwa pale visiwani Zanzibar. Wakimtazama kocha mwamuzi Sia Msomali kwa maana ya namna ambavyo atachezesha, huenda ikawa ni nafasi pia kwake kutokana na namna ambavyo atasimamia sheria za kabumbu, kutokana na namna ambavyo atafanya mchezo kuonekana kwa namna ambavyo utatazamwa. Huenda na yeye pia wakamtazama kwa jicho la tatu kumpa mechi ya dabi ambayo itakayochezeshwa Isamuyo. Pengine itakuwa pia ni mazingira ya kuwapa hadhi hawa waamuzi ambao wanachezesha michezo ya ligi kuu. Kwa sababu gani nasema hivyo Nixon? Kumekuwa na kozi mbalimbali, lakini hawa ambao wamepandishwa mpaka kuchezesha ligi kuu si wamelala na kuamka kuwapo hapa. Kuna sehemu wamepita na kufanya hizo ambavyo wamevifanya mpaka kamati ikaona kwamba mwamuzi huyu anafaa kuchezesha ligi kuu. Sioni haja ya kwenda nje ya kutafuta waamuzi wengine tena seti nzima ya kuwaleta. Fine, tunahitaji haki, tunahitaji mchezo uende kwa haki. Lakini kama ambavyo Simba na Yanga wanahitaji kutendewa haki, ndivyo vivyo hivyo na Mungu na Coastal Union wanahitaji pia kupata haki ambayo wangeipata au wanaipata Simba na Yanga. So kwangu mimi wanaweza kumwangalia Sia na namna ambavyo wataimudu dabi, wakampa hiyo nafasi. Pengine pengepunguza gharama ambazo wangezitumia au watazitumia kuwaleta hao waamuzi kutoka Morocco kuja kusimamia sheria, lakini pia unajua atakapokuja nauli yote itakuwa chini ya TFF, kula yao, kulala na mpaka atakaporudi ni gharama kubwa, ambapo kama ni mwamuzi wa ligi kuu si gharama nyingi ambazo zingetumika zaidi ya hizo ambazo wangezitumia. So kwa taarifa nilizonazo, Msomali atachezesha mchezo wa dabi, lakini ligi kuu kandanda soka Tanzania bara seti ya waamuzi itatoka Morocco. Taarifa hizo ni za kwako. Labda mimi nikuulize Mchome, kama ikitokea kweli wamechukua marefari kutoka nje, na tunakumbuka mwakani sisi Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa waandaaji wa michuano mikubwa barani Afrika ya AFCON. Uone kama wanawaharibia sifa marefari wa ndani wakashindwa hata kuonekana na CAF kuchezesha michuano mikubwa kama hii?
Kwanza sifa ya kwanza ya ambapo hivi vitu ambavyo vinatokea, mimi nadhani kamati yenyewe pia inaingia moja kwa moja, kamati ya waamuzi hawa bodi, yani wanaita chama cha waamuzi, kinaingia moja kwa moja kwenye makosa, kwa sababu kwanza wao ndio wanawapandisha hawa waamuzi ambao wanaonekana wana changamoto na kuwapa nafasi ya kuchezesha hii michezo ambao kwa upande wao wanaonekana wana changamoto. Lakini pia sisi ni waandishi, tunajua vitu vingi na tunafuatilia pia kwa karibu baadhi ya watu au waamuzi, tunazungumza nao. Changamoto kubwa inatokea pia kwenye masuala mazima ya malipo ya waamuzi. Kumekuwa na shida kubwa kwenye swala hilo. Inaonekana hawapati haki yao kwa wakati, jambo ambalo wanaweza wakarumunika kwa kiasi kidogo tu, kwa sababu kile ambacho alitakiwa akipate hajakipata. Kwa hiyo hii pia ni miongoni mwa sababu. Lakini kitu kingine cha kushangaza ni hii hali ya kwenda kukopa waamuzi kuja kuchezesha michuano hii. Mchezo mmoja tu, fine, ni mchezo mkubwa unaohitaji tension kubwa, unaohitaji haki, lakini kwenye ligi kuu hakuna mchezo mdogo. Kwa sababu gani nasema hakuna mchezo mdogo? Kati ya michezo yote ambayo inachezwa ndani ya ligi kuu, yote alama ni zile zile tatu. Kama ni sare, alama ni moja ile. Kama ni haki, hata Namungo na Coast wanahitaji pia kupata haki ambayo Simba na Yanga wanaipata. Kwa hiyo wao walitazama hili kwa jicho la tatu. Ni kwa nini hawa waamuzi wamekuwa na makosa? Ni kwa nini hawa waamuzi wamekuwa na hizi changamoto, na ni njia gani sahihi zitumike kutatua hizi changamoto? Lakini si kwenda kuchukua waamuzi wengine kuwaleta. Pengine si mara ya kwanza kuwaleta hawa waamuzi, walishaikuja hapa wakachezesha mchezo ambao haukuwa na kashikashi, haukuwa na mazungumzo mengi baada ya mechi. Fine. Lakini baada ya pale tukaja kutumia waamuzi wetu, kwa maana ya Mwinchui na wale ambao walipata adhabu kwa maana ya vibendera line 1 na line 2. Katika yale ambayo yalitokea pale tunajifunza kwamba kumbe mchezo ambao tulikwenda kuwachukua waamuzi kutoka nje wakaja wakachezesha, hakuna chochote waamuzi wetu walijifunza kupitia kile ambacho kiliendelea. Kwa kupitia hicho tunahitaji kutazama njia nyingine sahihi tofauti na hii kutafuta waamuzi kutoka nje ya nchi, kutoka nchi zingine, kutoka ligi nyingine. Pengine ikiwa wakifanya hivyo itasaidia kuongeza chachu na kuwapa nguvu waamuzi ambao wanaitumikia ligi. Wazo lako kubwa kwamba waongezewe kipato ambacho licha ya kipato inaweza kisiongezeke, lakini kwa wakati, lakini pia wajue, mimi naamini chama cha waamuzi wanajua shida hasa inaofanya kwa sababu zinazonufaika ni baadhi ya timu. Kwa hiyo moja kwa moja kuna kitu tu hapa ambacho kama watakaa chini kufuatilia watajua changamoto kubwa ni nini. Asante sana. Naam, huyo ni Rashid Shaban Mchome, the heavyweight champion, akizungumzia kuhusiana na tetesi ambazo zinaongeleka kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo itakayochezwa kule visiwani Zanzibar katika mashindano ya Muungano Cup 2026 kesho, inawezekana ikacheza wachezaji marefari wa nje, lakini yeye kwa taifa zake zopo atacheza refari wa kutoka pale visiwani Zanzibar. Nini ambacho kitatokea? Basi tusubiri kesho, tutakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Nixon Mwagengi, mwenzangu Mchome, the heavyweight champion, nyuma kamera Clay. Asante.